Mungu hakuumba mwanaume aliyotosheka na mke mmoja. Kuna mambo ambayo jamii imekuwa ikiyafunika kwa blanketi la unafiki. Miongoni mwa mambo hayo ni asili ya mwanaume. Watu wengi wanamlaumu mwanaume kwa kuwa na tamaa, lakini wachache wanaelewa kwamba tamaa hiyo si udhaifu, bali ni sehemu ya maumbile yake ya kiasili. Mungu alipomuumba mwanaume, alimjalia nguvu, misuli, uthubutu na hamu isiyopimika. Si tu ya kujenga dunia, bali pia ya kuzalisha vizazi. Ukweli mchungu ni huu: mwanaume hawezi kuridhika na mke mmoja. Si kwa sababu ni muovu au mzinzi, bali kwa sababu maumbile yake, homoni zake na mfumo wa kisaikolojia vimeumbwa kwa namna tofauti na mwanamke. Uthibitisho wa kisayansi. Tafiti za sayansi zimeonyesha kwamba mwanaume huwaza tendo la ndoa zaidi ya mara 90 kwa siku, wakati mwanamke hufikiri kuhusu hilo mara 1 au 2 kwa wiki. Hii si dhambi, bali ni biolojia. Homoni ya testosterone, ambayo ndiyo inaongoza hisia za kimapenzi, inapatikana kwa kiwango kikubwa mno kwa wanaume kuliko wanawake. Ndio maana hata wanaume wazee bado waendelea kuwa na hisia, ilhali wanawake wengi hukauka kimapenzi baada ya kipindi fulani cha maisha. Mayai ya mwanamke hutolewa mara 1 kwa mwezi, na likizalishwa hutulia. Lakini mwanaume huzalisha mamilioni ya mbegu kila saa, ishara kwamba ameumbwa kwa mfumo wa uzazi wa mara kwa mara, si mara 1 na basi. Hivyo mwanaume si mzinzi kwa kuwa na hisia nyingi, anaishi kulingana na mfumo alioumbiwa. Ukweli katika Biblia na Qur'an. Ukirudi kwenye historia, utaona hakuna hata sehemu moja Mungu alimlaani mwanaume alioa wake wengi. Mtu wa kwanza kupata baraka nyingi, Ibrahim, alikuwa na wake 2. Mfalme Sulemani, aliyesifiwa kwa hekima na busara, alikuwa na wake wengi, na bado Biblia humuita mpendwa wa Mungu. Yakobo, baba wa makabila ya Israeli, naye alikuwa na wake kadhaa. Hakuna popote Mungu alipowaita waovu. Vivyo hivyo katika mafundisho ya Kiislamu, mwanaume aliruhusiwa kuoa wake 4, mradi aweze kutenda haki. Hii inaonyesha wazi kwamba Mungu mwenyewe alijua mwanaume hawezi kuzimwa na mke mmoja. Kama ingekuwa ni kosa, asingeliruhusu kwa waja wake waliotakasika. Ukweli wa kijamii. Jamii ya sasa imejificha nyuma ya pazia la mapenzi ya kisasa, ikijaribu kumlazimisha mwanaume awe kama mwanamke, apende mara 1, abaki hapo, asiwaze zaidi. Lakini matokeo yake ni nini? Ni wanaume waliojaa huzuni, wanaoteseka kimya kimya, wanaopoteza nguvu zako kwa siri, wanaokufa kwa msongo wa mawazo kwa sababu ya kujizuia kinyume na uhalisia wao.